kiusalama zinazingira ukanda huu wa Afrika ya Mashariki huku juhudi za kutafuta amani zikiendelea. Sasa leo hii tunatathmini athari ya mizozo hii kwa uchumi wa eneo hili, na ili kufahamu zaidi tunaye Beatrice Kimaru, mtaalamu wa uchumi akiwa Moshi, Tanzania, na hapa studio najiunga na Nasongo Muliro, mtaalamu wa masuala ya kidiplomasia. Nasongo, karibuni sana wageni wangu katika studio zetu. Moja kwa moja nitaanza na wewe Muliro. Kwa nini tunashuhudia taifa ukanda wa Afrika Mashariki ukiwa umegubikwa na mizozo mingi kwa wakati huu? Asante sana. Huo ni mtazamo wa kweli. Tukitazama tunaona kwamba kutoka pembeni mwa Afrika Mashariki hadi kati ya Afrika kuna mizozo, na haijawahi kuwa vile kule mbeleni. Na sababu ya kwanza ninapoona ni kwamba vile walivyosema Afrika saa hizi ni eneo la umuhimu sana duniani, na kwa hivyo mataifa ya nje yameleta masuala yao katika Afrika, haswa sehemu ya Afrika Mashariki. Na hili jambo linatokezea kwa sababu ya kuwepo kwa madini ambayo yanahitajika duniani, kama vile dhahabu, kama zile madini natumiwa kutengeneza magari na vingine. Na jambo la tatu ambalo tunasema ni kawaida ni uongozi ambao tutasema ni mbovu. Wananchi wakati huu, iwe dunia nzima ama Afrika, wameelimika na wanaelewa kwamba uongozi wa nchi ni wao ambao wameweka viongozi, na kwa hivyo kukiwa na uongozi ambao haudhamini wananchi, basi kutakuwa na msukosuko. Na asante sana. Hao mambo matatu. Na asante, tutarudi kwako baadaye. Beatrice, umesikia taifa la Afrika bila shaka lina utajiri, lina madini, lina mambo ambayo yanavutia mataifa mengine ya nje. Lakini kwa nini tunaona hali ya kiuchumi inazidi kudidimia licha kwamba tunaonekana kwamba tunajiweza sisi kama Afrika? Asante, nitaanzia hapo alipoishia mwenzangu. Changamoto kubwa ya kwanza ni ukosefu wa utawala bora na rushwa. Tumegundua kwamba na tumeshuhudia rushwa ni adui wa maendeleo. Lakini pia ukosefu wa uadilifu na uwazi miongoni mwa viongozi imekuwa ni changamoto. Na mfano hai tunauona kule nchini Nigeria, ambayo ina utajiri mkubwa sana wa mafuta, lakini bado inakabiliwa na umaskini mkubwa sana. Na sababu kubwa ikiwa ni masuala haya ya rushwa na utawala mbaya. Lakini sababu ya pili ni migogoro ya ndani kwa ndani au ya wenyewe kwa wenyewe. Na hii tunaishuhudia kule nchini DRC, lakini ukiangalia Sudani Kusini tangu wamepata uhuru wake mwaka 2011, 2013 bado imekuwa ikishuhudia machafuko na migogoro ya hapa na pale ambayo imesababisha changamoto kubwa sana. Na tunafahamu palipo na vita hakuna maendeleo. Ukosefu wa utulivu, ukosefu wa amani unasababisha vita, unasababisha ukosefu wa maendeleo makubwa sana kwenye mataifa haya. Lakini pia tunaona pia ziko changamoto nyingine kama za ukosefu wa miundombinu ambayo ni bora, lakini pia utegemezi wa rasilimali asili. Nchi nyingi za Afrika zinategemea rasilimali zake za asili kama ambazo umezitaja. Nyingi zimerely kwenye tegemezi la mafuta na ndio. Naam, asante sana. Beatrice, tutaweza kuendelea, naona mambo yamepamba moto kweli kweli. Sasa Nasongo, swala lingine ambalo tungependa kulifahamu ni kwamba Afrika imeweza kutumia fedha nyingi kujaribu kutatua mizozo. Sasa hali hii imeweza kuathiri vipi baadhi ya maendeleo ambayo pengine yalikuwa yatumie zile fedha kuweza kujiendeleza kama taifa? Mambo yamekwendaje? Vile alivyosema, ukitazama uangalie inji nyingi katika Afrika, kuna zile inji ziko na madini, na tunatarajia kwamba ukiwa na madini kama vile Nigeria, Sudan Kusini, yafaa uwe umeendelea kiwango fulani kuliko zile inji ambazo hazina madini. Lakini tunaona kwamba kuna inji kama vile Kenya, kuna inji kama vile Tanzania, hawana yale madini tunaweza sema kama mafuta, lakini kwa sababu ya amani wameendelea mbele zaidi kuliko zile inji zingine kama zile Sudan Kusini ambao wana. Kwa hivyo tunasema kama kuna migogoro, ni wazi kwamba
maendeleo yatarudi nyuma. Naam, tushikilie hapo Bwana Muliro, halafu tutarudi baada ya muda mfupi kuweza kuendelea na masuala haya, kuangalia jinsi taifa letu bara letu la Afrika linaweza kujimarisha vipi kiuchumi. Kwanza na wewe, ikiwa Afrika inaweza kudhibiti hali ngumu ya kiusalama iliyopo, unaona kuna matumaini ya taifa la Afrika kujimarisha ama kujiinua kiuchumi? Ndio, kuna uwezekano, kwa sababu ziko jitihada mbalimbali ambazo bara la Afrika kama lenyewe limezichukua ili kuhakikisha kwamba linajiinua kiuchumi. Mfano mzuri ni ule mkataba wa eneo huru la kibiashara la Afrika, ambalo lengo lake mahususi ni kuhakikisha kwamba linafanya biashara kwenye nchi au mataifa haya 54 yaliyoko kwenye bara la Afrika, lakini pia kupunguza ushuru wa forodha kwa zaidi ya 90% ifikapo mwaka 2030. Hii itawasaidia sana mataifa haya ya Afrika kujiinua kiuchumi ikilinganishwa na hapo awali. Lakini pia jambo lingine la msingi ni kuboresha hizi sera ambazo wamekwisha kuwa wakizifanya. Tumeshuhudia Ethiopia imeboresha sera zake za kibiashara, lakini pia tumeshuhudia mataifa kama Tanzania yakiboresha sera yake ya kibiashara ili kuweza kufanya biashara kwenye bara hili la Afrika Mashariki. Lakini pia tumeshuhudia Kenya ikifanya mambo hayo. Lengo mahususi ni katika kuhakikisha tu kwamba linaweza kufanya biashara wao kwa wao, lakini pia kuimarisha soko lake la ndani pasipo kutegemea na mataifa magharibi au mataifa mengine ya nje ya nchi. Tukiweka kidogo kando masuala ya kiuchumi, Bwana Nasongo, tuangazie hili swala la mzozo wenyewe. Kama jamii ya kimataifa, tumefanya zaidi ama pengine bara la Afrika limesaulika kufuatia mizozo mingine ya kimataifa ambayo tunashuhudia? Naam, tutasema hivi kwa vile vile mwenzangu amesema pale, ni kwamba mbinu ya Afrika, haya mambo yanayotendeka kule Amerikani, kama vile rais wa Amerika amesema na mataifa ya Ulaya kwamba hata yatajihusisha na mambo yao kindani kwa ndani kuliko mambo ya Afrika, mimi naona ni kama baraka fiche, yani blessing in disguise. Hii ni wakati ambapo sasa Afrika pia kivyake lazima itazame ni vipi itajisimamia, tuondoe mzigo mkubwa wa zile hela, ni ile foreign aid, na tufanye biashara sisi kwa wenyewe kwanza. Tuangalie ni vipi tutaunganisha mambo ya barabara, mambo ya ports, kwa sababu Afrika ina nchi nyingi sana ambazo haziko zile tunasema landlocked. Na kwa hivyo ni vema tuunganishe, tufungue hali ya usafiri wa hali kwa hewa, tufungue hayo yote, na kwa hivyo tutaweza. Hii ni baraka. Afrika lazima sasa itazame ni vipi tutajenga mahospitali zetu, ni vipi tutajenga mashule zetu, mbali na kutegemea zile nchi ambazo nazo pia zina migogoro. Kwa vile unapoangalia nchi za Ulaya zimepunguza vile zitatusaidia, kwa sababu hao pia sasa wanahitaji kugaramia usalama wao. Walikuwa wanategemea NATO, walikuwa wanategemea Amerikani, na kwa hivyo watapeleka pesa nyingi kugaramia usalama wao. Na kwa hivyo inaonekana katika kanda hii na kila pahali ni kwamba kila mtu asimame kivyake. Naam. Beatrice Kimaro, katika masuala ya kiuchumi, unadhani kwamba bara la Afrika lina nafasi gani ya kuweza kujikwamua na kujipanua zaidi katika masuala yake, pasi na kuwa tunategemea mataifa mengine kuweza kusaidia Afrika? Na mnafikiri Beatrice Kimaro kidogo pale tumempoteza, kwa hivyo tutamaliza sehemu hii na wewe Bwana Nasongo. Sasa nadhani Afrika itaweza kujinasua kutoka kwa minyonyoro ya vita? Itaweza. Jambo la kwanza tunajua hata muungano wa Afrika kitambo imeweka ile inaitwa African Roadmap to Silencing Guns, yani usikuwe na ile hali ya mtutu wa risasi. Na hiyo inasema kwamba tunaanza na pale tunaangalia ni nini mizizi ya hizi shida, na mizizi ni umaskini, mizizi ni uongozi ambao sio bora, mizizi ni ile hali ya kunyanyasa wananchi wa nchi kufuatia kabila zao, kwamba hii kabila itatunzwa kuliko hii kabila nyingine. Mizizi ni ile zile mipaka tulipewa na wakoloni. Kwa hivyo unaona kama Ethiopia na Eritrea tunakuwa na ile shida kwa mpaka, kwa sababu ni zile mpaka tulifuata zilizokuwa pale na wakoloni. Na kwa hivyo Afrika ina uwezo mkubwa sana
ya kutoka katika hii mnyororo ya vita. Na mimi nina matumaini kwamba ile generation ya Afrika inayokuja ambao ni wasomi, hawajui mambo ya ukabila, ambao wanaangalia ndani ni vipi watajisaidia, itapunguza hali ya vita na tupate ile hali ya African Union ya silencing the guns. Naam, asante sana. Ni wageni ambao tuliokuwa nao hapa studioni, mwanadiplomasia ambaye ni Nasongo Muliro pamoja na mwana uchumi Beatrice Kimaru.